yako ya uzima ambayo Bwana unakusudia kwayo tupate kuenenda. Pokea sifa na utukufu kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa sababu ya kanisa lako Sauti ya Shangwe. Asante kwa sababu ya watakatifu wako walioko Tanzania na nje ya Tanzania, watakatifu wote walioko duniani ambao Bwana wanakutukuza na kuinua wewe na kushangilia, wakishirikiana na wale walioko mbinguni wakisema wewe ni mtakatifu, mtakatifu. Sifa, heshima, baraka na utukufu vina wewe Mungu wetu. Nasi Bwana tunakuinua tena na tena kwa sababu umeturidhia ya kwamba tuwepo mbele zako kukuabudu wewe. Asante kwa ajili ya baba yetu John Fatelazi toka Kiziba, baba wa Sauti ya Shangwe Tanzania na nje ya Tanzania, kwa sababu mfalme naye umemridhia kumpa afya njema na uzima na hata sasa anaishi. Utukuzwe Bwana kwa ajili ya uongozi mzima wa Sauti ya Shangwe Tanzania na nje ya Tanzania, kwa sababu Bwana umeuridhia na hata sasa tunakutukuza kwa sababu Mungu ni pendo lako. Utukuzwe Bwana na uinuliwe mfalme kwa wewe mama wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya watoto wako waliosimama na walioketi mbele zako kwa unyenyekevu mkuu ili kukusikiza wewe, lakini ili kupaza sauti zao mbele zako wakikutukuza na kuinua mfalme kwa yale yote ambayo umewatendea katika juma zima. Na leo ni siku ya Jumatano, tunakutukuza wewe kwa ajili ya ibada hii ya leo. Tunatamani kila mmoja aliyeingia ibadani akuone wewe na aonekane mbele zako. Utukuzwe na uinuliwe mfalme, kwa sababu ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Utukuzwe Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya ibada. Wale wanaofuatilia ibada hii katika mtandao, hii ni Sauti ya Shangwe Gospel Ministry chini ya iliyoko Miembe Saba, Kibaha, Pwani, chini ya Askofu John Fatelazi toka Kiziba, mwanzilishi wa makanisa ya Sauti ya Shangwe Tanzania nje ya Tanzania, na anayezungumza na wewe ni mchungaji Makoka wa Makoka aliyookoka. Nikukaribisha katika ibada hii. Karibu sana na Mungu akubariki. Na leo ni siku ya tofauti sana kwa sababu ni siku ambayo hatukuwahi kuifikia. Na haya ni masaa ambayo hatukuwahi kuyafikia. Ni kweli tumewahi kufika saa 10 hata saa 11 ya siku fulani, lakini leo ni tarehe ya tofauti na siku ya tofauti na ni saa ya tofauti. Na kwa sababu Mungu kila itwapo leo huwa anakusudia jambo fulani kwa mwanadamu, leo Mungu amekusudia mambo makubwa ya ajabu kwako. Na hata kama ni mgonjwa, tarajia kwamba yuko Mungu akuponyaye aitwaye Jehova Rafa. Lakini kama unapita katika hali ya dhiki na taabu, yuko Mungu aitwaye Elishadai, Mungu atutoshelezaaye, atakutosheleza. Katika vita bado hatuna mashaka, tunaye Jehova Nisi, yeye aliye bendera ya vita yetu. Lakini jumla ya yote tunaye Yesu aliyemzaliwa wa kwanza wa wanadamu wote walio hai na waliokufa. Kwa hiyo yeye ametutangulia mbinguni, anasimama katika kiti cha rehema akituombea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anatuombea. Wako wanaoamini kuna watu wengine wanaombea, lakini sisi tunaamini kwamba yuko Yesu anatuombea. Na anatuombea kwa namna tofauti kwa njia ya Roho yake Mtakatifu. Paulo anasema kadhalika Roho naye hutusaidia kuomba kwa jinsi ya kuugua. Na si roho mwingine, ni Roho wa Kristo. Anatuombea kwa jinsi ya kuugua, kwa sababu sisi wenyewe hatujui kuomba ipasavyo, ila kwa njia ya yeye Roho Mtakatifu anatuombea. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo, amini ya kwamba unaifuatia ibada hii na wewe uliyeko mahali hapa, yuko Mungu anakwenda kutenda. Na kwa sababu sitakuwa mhubiri kwa siku ya leo, nimkaribishe kijana mtumishi wa Mungu, nabii ambaye ameitwa na Bwana wakati wa ujana wake, kama vile Yeremia. Na yeye pia ni Yeremia, kumbe ni ndugu yake Yeremia. Ni nabii Yeremia. Mtoto alisema mimi ni mtoto. Mungu akasema hapana, hata kabla hujazaliwa mimi nalikujua, na kabla hujatoka tumboni mama yako nalikutakasa. Kwa hiyo usiseme mimi ni mtoto. Sasa yuko Yeremia mdogo. Karibu Yeremia mdogo, uendelee. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwanza kwa ajili ya kunipa kibali siku ya leo kwa ajili ya kusimama mahali hapa. Ni neema ya Mungu na ni mkono wa Mungu, na ndio maana nimesimama mahali hapa. Haleluya. Jioni ya leo kuna jambo ambalo ninahitaji tukalitazame kwa ufupi sana. Kwa muda mchache tulionao, kuna jambo ambalo nahitaji tukalitazame. Kuna jambo moja kabla hata tujaanza kusoma Biblia yetu, ninaomba nizungumze kidogo. Tupo kanisani sasa hivi na kuna watu ambao wapo wananitazama, wapo makanisani kwao.
kuna jambo moja ambalo watu hawalifahamu. Huwa hawajui kwamba wapo kanisani lakini hawajui namna ya kuteka baraka kwa wazazi wao wa kiroho. Haleluya. Sisemi kwa Bwana, nimesema kwa nani? Kwa wazazi wa kiroho. Tupo hapa kanisani lakini tunategemea sana baraka ili baba yetu atutamkie baraka ili kapate kufanyaje? Kudhihirika ndani yetu. Lakini kuna mambo mawili tukiwa kanisani. Yaani ukiwa kanisani kuna mambo mangapi? Mawili. Unaweza ukapokea baraka au unaweza ukapokea nini? Laana. Haleluya. Yote hayo mambo mawili yapo katika nini? Kanisa. Ninaomba unisikilize vizuri ili upate kufanyaje? Kunielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo mawili kanisani, unaweza ukapokea baraka au ukapokea laana. Sasa jambo ambalo la kwanza nahitaji ujiulize. Tokea uje kanisani ulishawahi kupokea nini? Tokea uje kanisani ulishawahi kufanyaje? Kupokea nini? Umepokea baraka au umepokea laana? Yaani kuna watu wapo kanisani lakini hawajui kwa nini wapo kanisani, hawafahamu. Yaani wewe upo kanisani lakini haujui kusudi la wewe upo kanisani ni nini. Haujui namna utakavyopokea baraka ukiwa kanisani. Kuna watu wengine ambao tumetoka sehemu mbalimbali. Tumetoka nyumbani, wengine tumekuja tokea muda mrefu, wengine wana miaka wako mahali hapa. Lakini jiuliza, tokea uje mahali hapo umepokea nini? Ndio jambo la msingi ambalo natakiwa ujiulize siku ya leo. Tokea uje mahali hapo umepokea nini? Na kuna kitu gani kinaendelea tokea uje mahali hapa, au umejifunza nini? Kwa hiyo jambo ambalo nahitaji tukazungumze leo au nikawasaidie leo au tukasaidiane leo. Siku utakapokuwa unatoka mahali hapa utoke una nini? Una baraka, sio nini? Laana. Haleluya. Utoke una nini? Baraka. Sasa kwenye baraka kuna mambo mawili ambayo unatakiwa uzingatie. Jambo la kwanza, baraka hutoka kwa nani? Kwa mzazi wa kiroho. Lakini watu wengi hujitengenezea mazingira mabaya na wazazi wao wa kiroho. Jambo la kwanza, huwa wamsikilizi mzazi anawaambia nini. Tutaangalia kwa upande wa pili. Mambo gani yanasababisha unapokea baraka na ni mambo gani yanasababisha unapokea laana kwenye maisha yako. Na baada ya kuzungumza hivyo utajichunguza ndani yako, wewe unapokeaga nini ndani yako? Au unapandaga nini ndani yako ukiwa kanisani? Kuna wengine wapo kanisani hapa, yani tokea ingie kanisani haelewi, yani yupo hapa kwa ajili ya nini haelewi. Na Mungu akusaidie sana ili usiwepo kanisani mahali hapa. Haleluya. Kuna jambo moja ambalo nahitaji tukalizungumze. Mtu mmoja atanisomea katika kitabu cha Waebrania ile 13 mstari wa 17. Waebrania 13 mstari wa 17. Watu wengi hupokea laana kwa wazazi wao wa kiroho bila kujua. Kama unaandika, andika hivi. Watu wengi hupokea nini? Laana kwa wazazi wao wa kiroho bila kujua. Na jambo gani linasababisha laana kwa mzazi wa kiroho? Haleluya. Unaweza ukajiuliza ni mambo mangapi au mambo gani yanasababisha laana kwa mzazi wa nini? Wa kiroho. Unajua katika ulimwengu wa kiroho na kimwili vinatofautiana kidogo sana. Vinatofautiana nini? Kidogo sana. Kuna mambo ambayo unatakiwa uyazingatie sana ndani yako. Inawezekana mambo yako nyumbani yamekwama. Inawezekana umeomba sana kwa muda mrefu alafu mambo unayoyaombea bado hayajadhihirika. Jiulize ndani yako kuna kitu gani hujakitengeneza wewe na nani? Na mzazi wako wa kiroho. Ngoja niwaambie jambo moja. Mpo hapa kanisani kuna watu hawamheshimu mzazi wa kiroho, wanaomba madhabahuni ili wapate jambo. Nakwambia ukweli kwamba huwezi ukapata jambo lolote kama hujamheshimu mzazi wa kiroho. Huwezi ukafanyaje? Kwa sababu Mungu alimwamini akamweka mahali hapa. Na unakuja kuomba mahali hapa, lazima umwamini yule aliyefanyaje? Aliyewekwa na Mungu mahali hapa ili upokee jambo kwenye maisha yako. Mzazi wa kiroho, baba yetu huwa anazungumza kila siku, fanyeni hivi, elekea hapa. Kuna watu wengine unakuta wanavyokuwa wanaambiwa kwamba mheshimu huyu hapa, fanya hivi. Kuna mtu mwingine anaweza kawa anajifikiria jambo moja kwamba au baba anataka ni mheshimu, au baba anataka nifanye hivi, lakini haujui kwamba anakutengenezea nini? Mazingira ya wewe mwenyewe kupokea baraka. Na inawezekana ukapokea baraka na usimsaidie. Kwani ni watu wangapi wametoka mahali hapa na hawajawahi kumpigia hata simu baba yetu na amewasaidia? Amewasaidia kuwaombea,
kuwafundisha na kuwapa vitu. Haleluya. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa ujue kwenye maisha yako na usilifanye, ambalo inaweza ikakuletea nini? Laana kwenye maisha yako. Unatakiwa uwe unasikiliza sana, uwe mtii sana, uwe na heshima sana. Jambo la kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani jambo linaloleta laana sana kwenye maisha ya mwanadamu ni kukosa nini? Heshima. Mtu mmoja nisome katika hicho kitabu cha Waebrania. Waebrania 13 mstari wa 17. Waebrania 13 mstari wa 17. Amen. Inasema watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Jambo la kwanza, watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanafanyaje? Hivi niwaulize swali moja, kwamba hivi baba anasema kwamba analaga muda gani? Si unakuta hata analala nusu saa au saa moja. Kwa nini? Unakuta hata yupo kwenye maombi hajawahi kujiombea yeye mwenyewe. Yaani akaanza kuomba mahitaji yake hamna. Yaani anavyokaa anakuta anaanza kukuombea wewe. Mungu ambariki mtu fulani, ambariki mwanangu, ainuke, amkamsaidia kwenye huduma. Alafu wewe baada ya kuombewa, hujui kama unapata baraka, unakuta yale maombi anaweza akakuombea ubarikiwe, lakini akageuka akawa laana bila kujua. Yale maombi anayoyaomba yeye hawezi akakaa kwenye maombi akasema huyu mtoto asibarikiwe, no. Lakini yale maombi unayoombewa yanaweza akageuka akawa laana. Kwa sababu gani? Unakuta mzazi anakesha anaomba. Kwenye ukesha na kuomba, wewe bado unaanza kumsema. Haleluya. Unaanza kumsema, kumsengenya, kufanyaje? Hivi unategemea utapata nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yale maombi anayoyaomba, anasema anakesha na kuomba kwa ajili yenu. Sio kwa sababu yake, ni kwa ajili ya nani? Yako. Alafu wewe unavyosimama ukaanza kumzungumza, ile baraka aliyokuombea inageuka kufanya nini? Inakuwa laana. Maana yake kuna watu wametoka mahali hapa, yaani kuna watu wako mahali hapa, wao kwenye maisha yao wanapanda laana bila kujua. Kwenye maisha yao wanapanda laana bila kujua. Inawezekana usimsema hata kwa watu, lakini inategemea, je, unamfikiria nini? Inawezekana ukawa mahali hapo ukawa unasema, hivi huyu mzee huyu, hivi ananichukuliaje? Haleluya. Ananichukuliaje mimi? Na unakuta yeye hajalala, wewe umelala. Anaomba Mungu amsaidie mwanangu akainuke. Alafu wewe bado unasimama na wewe unainuka, unaanza kumsema. Unaanza kumfikiria vibaya. Yeye anawezekana asikuombee ili upate nini? Laana. Lakini yale maombi ya baraka uliyoombewa kageuka kufanya nini? Yakawa laana kwa maisha yako. Inawezekana ukawa unajiuliza, mbona kila siku huwa nafanywa deliverance mahali hapa? Ninaombewa. Ananiombea. Lakini kwa nini sijawahi kupata jambo lolote? Na ni watu wengi huwa wanajiuliza, hivi nipo kanisani, nimetoka kanisani, nimetoka kuombewa, lakini kile ambacho nimeombewa kwa nini akianza kudhihirika ndani yangu? Nimeombewa nikaombea watu wakapone, kwa nini hawaponi? Na hivi nadhani watu wengi mahali hapa ni watumishi. Unakuta unamwombea mtu, baada ya kupona ndipo tatizo linapoongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani baada ya mtu kupona ndipo nini? Tatizo linapoongezeka. Ni kwa sababu gani? Na umetoka kuombewa ili upate nini? Umewekewa mkono wa baraka wa uponyaji. Na unatoka huko unaenda kuombea mtu, baada anabaki vile vile. Ni kwa sababu kila ulichokipanda, ulipanda kitu bila kujua unapanda nini. Na watu wengi wakata tamaa. Wanakata tamaa, wajui kabisa kama Mungu yuko pamoja nao. Ni kwa sababu gani? Wanaona maisha yao yanavyoenda na wao walivyokuwa wanategemea
na au Mungu alivyokuwa amewaahidi ni tofauti sana. Ni tofauti sana. Tukiangalia kila mtu hapa Mungu amemwaahidi. Kuna mtu ambaye Mungu amemwaahidi kumuinua, kuna mwingine Mungu amemwaahidi kumpa fedha. Yaani kila mtu ana ahadi yake mbele za Mungu, lakini jiulize, je, hiyo ahadi ishatimia? Na kama haijatimia unafanya nini ili ipate kufanyaje kutimia? Sasa kwenye kutimia unakuta unaombewa alafu bado unapanda nini? Unapanda laana juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna watu wako mahali hapa, unaweza kumtazama mtu ukawa unajiuliza, hivi huyu anapanda nini kwenye maisha yake? Anapanda nini kwenye nini? Kwenye maisha yake. Kwa anasema kwamba watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulielewe ni kwamba watiini, na sio kumtii tu. Unajua ninavyosema baba, kuna watu wengine wanataka wamnyenyekee nani? Baba. Je, unatii kile anachosema? Ametokea viongozi mahali hapa wa kuwasikiliza, wanasema nini, tufanye nini, lakini kwa sababu wao huoni faida yao kwenye maisha yako, unawadharau. Jambo ambalo haujui kwamba uwadharau wao, unamdharau nani? Aliyewachagua. Hata kama unavyokuwa unamdharau baba wako wa kiroho, unakuwa mdharau yeye, unakuwa unamdharau nani? Mungu aliyemweka mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni jambo la kujua kwamba ninapanda nini kwenye maisha yangu. Sawa, Mungu ameniahidi kwenye maisha yangu nipate jambo fulani. Je, nalipata au linadhihirika? Na ni kwa nini alidhihiriki? Ni kwa nini? Jambo la kwanza, umekosa heshima. Sisemi kwamba hauna heshima, unawezekana ukawa na heshima kwa mzazi wa kiroho, lakini usiwe na heshima kwa wale watu waliowaweka ili uwaheshimu, ili wakuongoze. Jifikirie ndani yako, kwa sababu mimi siwezi nikasema kwamba au nikatazama ndani yako nikajua ndani yako upoje. Wewe ndio unayejua. Ndio unayejua una heshima au hauna. Ndio unayejua kwamba unawaza nini ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wazee hapa na wamama wanaotuongoza ambao Mungu kawaamini, akawachagua, lakini jiulize, je, unawaheshimu? Sasa hayo kwenye kujiuliza, majibu nayo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la kwanza la kuliweka sana akilini ni kuwa na heshima. Kwa hiyo hiyo baraka ya mzazi wa kiroho unayohitaji ili kadhirika anayokutamkia, jambo la kwanza unatakiwa uwe na heshima sana. Ukishakosa heshima, hamna jambo lolote ambalo linaweza likadhihirika ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili ni kuasi na kutotii maagizo. Kufanyaje? Kuasi na kutotii nini? Maagizo. Sasa jiulize, tunaasije? Unaweza ukawa unajiuliza, hivi tokea nije mahali hapa nishawahi kuasi? Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho kwa kitabu cha Waebrania 13 mstari wa 17. Vivyo hivyo bado kinazungumzia hilo jambo la pili, kuasi. Na kwenye kuasi ni kutokuheshimu. Kufanyaje? Kutokuheshimu. Yaani anaweza akakwambia kwamba fanya hivi, wewe ukataka kufanya vile. Haleluya. Ni mambo gani hayo yanayosababisha? Unaweza kawa upo kanisani, ni sawa, unasali. Unajua kila mtu hapa tupo kanisani. Tukitazama tupo watu kadhaa mahali hapa. Haleluya sana. Lakini jiulize ndani yako, ulivyokuja leo kanisani na ukatoka, je, unavyoingia ibadani na kutoka ndivyo vile vile, au kuna kitu kinapungua, kuna kitu kinaongezeka? Kuna mzee alikuwa anasema jambo moja. Akasema kuna watu wengine unakuta wanasimama mahali hapa kuhubiri, alafu mitazamo mnawatazama kwamba wamesimama wao ndio wanaofanyaje? Ndio wanaoambia kwamba fanyeni hivi na hivi na hivi. Lakini hamjui kwamba kuna nani aliyeko ndani yao anayesema kwamba fanyeni hivi. Na ndio maana tumekuwa watu wengi wa kukosa baraka kwenye maisha yetu. Tumekuwa watu wengi wa kutokuwa
na hofu ya Mungu ndani yetu. Kwa sababu gani? Na mheshimu mtu fulani, huyu hapana. Lakini haujui kwamba na huyu unayemweka hapana ndio Mungu kamweka, kamsimamisha ili akuvushe katika hatua fulani. Huyu mtu unayemdharau, haujui kwamba huwezi ukamwona baba bila yeye. Haleluya. Huyu hapo mzee anakaa hapo kila siku, huwezi ukapita hapo ukakuta unamwona baba bila yeye, hujapita kwake na unamdharau. Siku moja mzee ufanye jambo moja, upite pale, ukiwa na kudharau unamstopisha kwanza, unasema wewe tulia kwanza huko. Kwa sababu anaenda huko, utakuta anakoenda sio kwamba eti anaenda kupokea baraka. Baba anaweza akamwombea kwa moyo wake wote, lakini kila anachokiwaza ndani yake ndicho kinachofanya kinachompandia laana kwenye maisha yake. Kwa hata kumzuia mtu kumbe kumuona baba ni sawa tu, yaani kama umemsaidia. Haleluya. Hata ule utaratibu uliokuwa umewekwa siku ile ulikuwa ni sawa, kwa sababu alikuwa ametusaidia sana na ametuokoa sana. Ni kwa sababu gani? Kuna watu walikuwa wanapanda laana kwenye maisha bila kujua. Sasa jiulize wewe ndani yako, yaani jiulize wewe kwako. Je, wewe umepanda nini kwenye maisha yako? Umefanyaje? Umepanda nini kwenye maisha yako? Haleluya. Ni jambo la kujiuliza sana kwako. Ngoja tuone katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 23. Mtu mmoja anaweza akanisomea pia. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 23. Lakini kwa sababu hamna maiki, acha nisome mwenyewe. Anasema, kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tuzungumze sasa, hilo somo tuligeuze liwe ndani yako. Anasema, je, kuasi ni kama nini? Ni kama dhambi. Na kwenye kuasi nini? Je, kila siku tunaambiwa nini? Baada ya kuambiwa nini tunafanya nini? Haleluya. Jiulize sana ndani yako kwamba kila siku tunaambiwa nini, na baada ya kuambiwa nini tunafanya nini? Unajua kukaidi kile ulichoambiwa ni dhambi. Mnakijua hicho? Yaani kukataa tu, kukaidi kile ulichoambiwa, kwamba umeambiwa kwamba tii na ukasema hapana, hiyo ni dhambi tosha. Hivi mnategemea dhambi ni kufanyaje? Kuzini? Kuna wengine hatuzini, lakini kwa sababu haujasikiliza kile unachokihitaji. Unajua, ngoja niwaambie jambo moja. Baba huwa anazungumza jambo moja. Hata jana alizungumza na sisi watumishi, akasema hivi, hapa wote hamna mtu aliyefanyaje, aliyetenda dhambi. Tuko sawa. Na kinachofaa tusitende dhambi ni nini? Ili tupokee yale mambo ambayo tunamuomba Mungu, ili akapate kufanyaje, kudhihirika. Lakini kama tutii kile tunachoambiwa, maana yake hatuwezi kufanyaje tukayapata. Na hiyo ni dhambi tosha. Haleluya. Jiulize ndani yako. Jiulize ndani yako. Upoje wewe na Mungu? Upoje wewe na mzazi wako wa kiroho? Upoje na wale ambao mzazi wako wa kiroho au Mungu kawateua ili uwasikilize? Upoje? Jiulize tu ndani yako. Jiulize tu hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, tukianza kusema kwamba kila mtu aseme kile alichokuwa anakiwaza, kuna watu wengine ambao unaweza kaangalia kwamba huyu alikokuwa anaelekea sio sehemu salama. Unajua, tunaokolewa sana kwa sababu ya neema ya Mungu, ndio inayotusaidia, na ndio maana tumesimama mpaka mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa kuokolewa na neema ya Mungu, hatujui kwamba kuna mambo hatuyapati. Kanuni ya Mungu ni nini? Ili tukapate kile kitu tunachokihitaji. Na ndio maana alisema kwamba ombeni nanyi mtapewa, niite nami nitakuitikia. Yote hayo ni kufanyaje? Kumuita Mungu. Lakini wewe umemuita lini ni Mungu? Na ameitika je? Swali ndani yako. Na kwa nini? Kinachosababisha asiitike ni nini? Na unawezekana kama ni mtumishi, unamwombea mtu aponi, kwa sababu gani? Kwa nini? Shehe kujiuliza. Au mimi ndo nalijiulizaga peke yangu kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana.
Unakuta unaongea na mtu akusikii, yaani unazungumza na mtu yaani yeye yupo mbali. Kuna watu wengine hawapo hapa kanisani, na mzee anazungumza kila siku. Kuna watu wengine hawapo hapa, wengine wapo kwao. Wanaweza asifiwe sana. Wengine wako fanyaje? Wako kwao. Najua kinachofanya mtu awe mahali hapa sio mwili, ni yale mawazo yako. Mawazo yakiwa mbali, hata tukikuuliza umeelewa nini, hauwezi ukasema. Kwa namkumbusha mtumishi wa Mungu juzi kwamba tunatakiwa tuwe makini sana. Kwa nakumbuka siku moja anauliza kwamba umeelewa nini, akasema watu tukafanya usafi nje. Nikasema ndio somo na lenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yote yako wapi? Akili, yaani akili inakuwa haiko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa tuelewe, je, nipo kanisani sasa, lakini nikiwa kanisani napata nini? Kuna watu wengine mahali hapa tumekuja kwa ajili ya kufanyaje? Ya kuelewa mambo fulani. Lakini kwenye kuyaelewa yote, kuna vitu ambavyo tunahitaji Mungu avitupe ndani yetu. Yaani kuna mambo ambayo tunahitaji Mungu akatuongezee ndani yetu ambayo kwa yanapungua. Lakini kwa kupungua kuna mambo mengine baada ya kuyapata, hata yale ulionayo yanawezekana kaondoka. Unaenda kule kwako, mambo yanakuwa magumu. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya vile ulivyokutengeneza ukiwa mahali pale ulipokuwa unasubiria baraka zako. Mimi nawashauri msije mkawaza vibaya kwa yule mtu unayetaka kubariki kesho. Huo ni ushauri. Usije ukamwazia vibaya yule mtu ambaye anafanyaje? Unahitaji akubariki kesho. Acha. Yaani hapo kwenye kuwaza vibaya, vile utakavyokuwa unafurahi kwamba umebarikiwa. Mimi nakwambia ukweli, utakapoenda huko utakuwa unaona tu laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sijajua kwa nini nafundisha hivi leo, kwa sababu nitaka nifundishe somo lingine kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nifundishe vitu vingine. Lakini ni jambo la kujiuliza. Ile jambo ambalo nilikuwa nataka kufundisha ilikuwa lingekusaidia nini? Na je, linakusaidia nini? Mimi nakwambia hata usiponisikiliza, lakini kitaingia kitu kidogo kwenye maisha yako. Usije ukakosa heshima kwa yule mtu ambaye Mungu kamwamini na kamweka. Usije ukakosa heshima hata kama afai. Wewe waache tu. Achana na hao wazee ambao Mungu anawaamini, achana nao. Achana nao. Achana nao. Kama Mungu anamwamini mtu anamweka sehemu, achana naye. Baba huwa anazungumza kila siku, achana mtu yule ambaye anaelewa kila kitu. Mungu kamwamini kamweka hiyo sehemu. Kuna watu wengine hapa tunataka tuka huyu yuko hivi, huyu yuko hivi, lakini achana naye ambaye ameaminiwa na Mungu. Kwa sababu kwake kama unatarajia kupata baraka kwake, yaani akikwambia jambo lolote nyenyekea. Fanyaje? Nyenyekea. Na laana haiji kwa sababu ya kuombewa, hapana. Inakuja kwa sababu umeombewa kupata baraka. Hizo laana unazipata kwa akili yako mwenyewe ulivyojitengeneza. Sasa wewe ukijitengeneza vibaya, ndivyo mambo yatakavyokuwa mabaya. Haleluya. Lakini ukijitengeneza vizuri, mimi huwa nafikiria jambo moja. Angalia wazee wetu mahali hapa, kuna wazee wengi wananyenyekea. Wameambiwa watulie, wametulia. Alafu kuna mtu mwingine ambaye unakuta hata bado Mungu hajamuweka. Yeye Mungu tu kamchagua ili awe mtumishi wake. Mungu kamwambia atulie, anaweza kukimbia. Si kuna watu mahali hapa ambao wengine walishe kuondoka bila hata Mungu kufanyaje? Lakini jiulize, wale walioondoka unaweza kujifunza kwao. Je, walifanikiwa kwenye maisha yao mpaka sasa? Unaweza kujifunza kwao. Kila mtu mahali hapa, kuna watu wengine wametoka kwenye makanisa yao. Jiulize kitu kimoja, je, wanao wote ulionao, hata kama unawaambia kwamba unawapenda, je, wote unakuwa unawapenda? Eti watumishi, hata kama unawaambia kwamba ninawapenda jamani wanangu, wote unakuwa unawapenda? Na unakuwa unampenda mtu mwanao anayefanyaje? Anayesikia kunyenyekea na kukuheshimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo ndiye anayepokea vitu vingi. Na ndio maana hapa tunaweza tukawa watu wengi hapa kanisani
tukaanza kuombewa, huyu akapokea, huyu akabaki, huyu akapokea, huyu akabaki. Ni kwa nini wote tupo kanisani? Kwa nini Roho Mtakatifu asipita na gusa kila mtu? Kwa nini? Na ndio maana ninasema kwamba kuna watu wengine wapo kanisani lakini mioyo yao ipo nyumbani. Kuna mtu mwingine anaweza akawa mahali hapo baada anawaza kwamba chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo lingine ni wivu na kujilinganisha. Nini? Wivu na kujilinganisha. Hilo pia limeharibu watumishi wengi. Tumeona watumishi wengi sana. Tumeona kihitaji kujilinganisha na mzazi wako wa kiroho, kwa kia tunasema wafa. Umefanyaje? Wafa. Aliyenielewa ni wachache. Kama hujanielewa Mungu akusaidie ili upate kufanyaje kunielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kishindana nani na mzazi wa kiroho umeisha. Lakini sio wafa, sio umeisha. Walioelewa wameelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifanyaje? Usijilinganishe. Sasa wewe unajilinganisha na mtu ambaye unahitaji akubariki au unajilinganisha na mtu anayekubariki? Jambo la ajabu sana, si ndio hivyo? Na wivu. Ndio tumekuwa na wivu. Nahitaji niwe na kitu kile. Na ndio maana baba alikuwa anazungumza jambo moja akasema, nakuta mtu anakuja kanisani, anaona spika nyingi, anaona mambo mengi, anasema anaenda huko, anapoenda kwao anakopa milioni 10. Anayaweka mengi alafu baadaye anafungwa kwa ajili ya kufanya ya mikopo. Nakuta anaanza kulia, Mungu hajaniona. Kumbe Mungu hajazungumza naye anunue au akope. Ni akili zake. Kwa sababu ya nini? Wivu. Yamewakuta watu wengi, watumishi wengi wanafungwa kwa sababu ya mikopo. Eti mzee Makoka anadanganya? Watumishi wengi wanafungwa kwa sababu ya mikopo. Na hiyo mikopo wanafanyaje? Hiyo mikopo kwa sababu wanahitaji kujilinganisha na nani? Na mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kama Mungu amekubariki spika moja, tulia nayo. Hiyo. Ndio Mungu anahitaji aokoe watu kwa ajili ya hiyo spika. Hivi, kwani baba alianza hivi? Ukisikiza ushuhuda wa baba utaelewa. Kuna video zake za nyuma nilikuwa naziangalia. Nilikuwa sioni bendera, sioni. Kana najiuliza, afu nilikuwa namuona alikuwa sio kama alivyo sasa. Haleluya. Sasa wewe kwa nini unataka ujilinganishe? Bwana Yesu asifiwe sana. Tanisamee sana kama ikatakuwa kanauma, lakini nipo nafundisha. Bwana Yesu asifiwe. Nafundisha. Kwa hiyo usijilinganishe. Usifanyeje? Usijilinganishe. Watumishi naomba mnijibu sasa. Msifanyeje? Usijilinganishe. Ni kwa sababu gani? Huwa mambo yanakuja kwa wakati wake, kila kitu. Na nimekuja kuona watu wengi wamekuwa wakata tamaa. Sio watumishi tu, watu wengi, lakini kwa sababu pia wengi ambao wako mahali hapa, wengi wao ni watumishi, na ndio maana beza sana katika nini? Kwa watumishi. Watumishi wengi wanakata tamaa. Kuna watu wengine wanaacha huduma kwa sababu ya nini? Ya kukata tamaa. Wao ni mambo yale wanayohitaji yadhiriki kwao, hawayapati. Unaomba mwaka wa kwanza upate. Kuna mtu mwingine anaweza akawa anajiuliza jambo moja, alafu mtu akiwa anajiuliza, unaweza ukawa unamwangalia hivi. Unajua mzazi, baba yetu akiwa anakuwa anajua mawazo yetu tunawaza nini. Naweza akawa anasema haleluya, mimi haya yote nimeyapata kwa miezi 6, kwa miaka 6. Na ndio maana nimeinduka. Sasa wewe unaenda huko unapambana, unakuta una huduma yako ina miaka 10 alafu bado upo chini. Si wapo? Nadanganya? Si wapo? Alafu unaenda huko unakata tamaa, unasema Mungu hayupo kwangu. Sio Mungu hayupo kwako, kuna wakati. Yaani unajua kila mtu amewekewa wakati wake. Sio hata huduma tu, ile biashara yako. Usikulupo. Kuna watu wengine shaona wanaenda kufanya biashara kwa sababu ameshauriwa na jirani yake, ameona anafanya ile biashara. Anamwambia unaona ukiuza nguo utafanikiwa sana. Mimi nauza nguo kila siku natoka na milioni. Unaenda naiweka kama kichwa nguo kila siku natoka na 500. Unakata tamaa, unaacha. Yote si ni biashara. Inawezekana hata nguo zako ni bora hata kuliko zake.
Haleluya. Lakini msije mkasahau kwamba kila kitu huwa kina nini? Kina wakati. Kwa hiyo usije ukajilinganisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Usije ukafanyaje? Ukajilinganisha. Ni hatari sana katika kujilinganisha. Ni hatari sana kuwa na wivu katika huduma. Ni hatari. Na unajua hizo wivu zinakujaje? Unajua watumishi wengi sana, Mungu atusaidie sana katika nyakati hizi. Watumishi wengi wamekuwa na wivu. Wengi sana. Wengi sana. Wamekuwa na nini? Wamekuwa na wivu. Kwenye kuwa na wivu nakuta kuna mtu mwingine, yani ana wivu na mtu anaweza kaenda kamuombea maombi, sio kwamba anaenda kwa mganga. Anamwombea maombi mpaka hata anatoa na sadaka. Anasema Mungu namuua. Sasa wewe kwenye kumuua mtu, kati Mungu ndiye aliyemuinua, unajui kwamba unajiletea pia madhara. Kuna jambo moja ambalo huwa Mungu analiweka kwa watu alafu hawajui. Si umeomba na umetoa sadaka, maombi yako yanaweza katimia, sikatai. Yanaweza kafanyaje? Si ni sadaka na umeomba, yanaweza katimia. Lakini kwa kutimia kwake Mungu anaweza kawa na kutest akili yako ikoje. Jichanganye ndani ya dakika chache. Unashushwa alafu yanainuka zaidi. Si wapo? Bwana Yesu asifiwe sana. Si wapo? Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuacha nini? Yaani kujilinganisha na wivu. Tuache wivu. Haleluya. Kwa sababu naona huyu ana biashara hii, naona huyu ana kiatu hiki, naona huyu yuko hivi. Naona huyu ana shati, ana jeans, ameingia kanisani, alafu nataka nijilinganishe na mimi kesho nikanu. Inawezekana yeye kama amependeza, alafu kesho naenda kununua na kuwa mbaya. Si hapo? Haleluya. Kwa hiyo ni kuacha wivu. Yaani kila jambo lote unalolihitaji kwa maisha yako, acha wivu. Ukihitaji baraka kwa mzazi wa kiroho, uko mahali hapa. Unajua tuko mahali hapa, tumekuja kujifunza, lakini pia tumekuja kwa ajili ya kupata baraka mahali hapa. Mimi sidanganyi, nimekuja kwa ajili ya kupata baraka. Kwani unafikiria kwani kila siku unavyokuwa unaombewa siku na kitu kinaingia? Nikuja mahali hapa nilivyohubiri mara ya kwanza nilihubirije? Bwana Yesu asifiwe sana, leo kuwepo. Unahubiri Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unahubiri huku nasikia ndani yako unasema unahubiria watu ambao bado hujawajua. Lakini angalia, kila siku tunavyoombea sisi tunabadilika. Kila siku tuambia tunapendeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Watumishi wanajijua wanavyokuwa kwao wanakuaje. Baba anasema kila siku tunapendeza nini kila siku. Lakini yote hayo yanakuja kwa nini? Ili upate kitu ndani kwa nani? Kwa mzazi wa kiroho. Unahitaji uache wivu. Na haya mambo ambayo nishayataja mpaka sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wivu. Sema wivu. Sema Mungu atusaidie sana tuache wivu. Au atufanye hivi, Mungu awasaidie. Tujitoe. Hamna mtu mwenye wivu mahali hapa. Haleluya. Tuseme Mungu awasaidie sana wenye wivu. Kama upo useme Mungu anisaidie. Tusome katika kitabu cha Hesabu. Hesabu 12 kwanza mstari wa kwanza. Tutasoma kidogo hapo. Hata tukiishia hapo lakini tutakuwa tuliendeleza siku nyingine. Lakini twende ili tupate kuelewa kusudi la Mungu ni nini mahali hapa. Mungu anahitaji nini mahali hapa? Kwa nini nipo mahali hapa? Ngoja niwaambie jambo moja au niwape ushuhuda kidogo. Jamani, mimi ninavyoniona hapa na huduma Kisarawe. Baba anazungumzaga kwamba na kanisa Kisarawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nimeambiwa jambo moja. Njoo ujifunze, baada ya utarudi. Hivi kwa kila binadamu singejiuliza ile kanisa naliachaje au wale watu na waachaje? Na wana nitafutaka hivi baba, kwa nini kanisa limevunjwa hivi na yani limefungwa, mna kitu chochote na tuli. Yani na mambo ya Mungu yalivyo hatari na sijui kama kipindi. Unajua siku nakutana na baba kanisani pale kwa nimehama. Nahitaji nipange sehemu nyingine. Ndio nakutana naye. Kwa sijakolisha sehemu nyingine alafu mambo nakutana naye. Ananiambia kwamba ninakuhitaji. Na kwenye kunihitaji sijaja mahali hapa kwa ajili ya faida yake. Ninakula, ninashiba kila siku. Na bado kuna kitu nafanyaje? Na zaidi ya ukipata ngoja niwaambie, msije mkao unajidanganya ndani yangu nimekuja kwa ajili ya kujifunza. Sawa, umekuja kwa ajili ya kujifunza lakini kuna baraka unahitaji kutoka kwa nani? Kuna baraka unahitaji. Wote ambao mko mahali hapa kuna baraka mnahitaji hata kama hamsemi. Mimi najua.
Lakini hiyo baraka inaweza ikabadilika ikawa laana. Ni mambo gani? Wivu, mambo kutokuwa na heshima. Biblia inatuonyesha kwamba wazazi unakuta wanafunga, yaani wanaomba, unakuta yuko kula anaomba, yaani yeye yupo kwenye maombi masaa yote, alafu wewe ndani yako bado umeweka ile kwa nini. Anakesha anaomba kwa ajili yako, alafu bado wewe unaweka nini? Kwa nini? Ile kwa nini sinabadilika inakuwa laana. Watu wengi wanapokea laana sio kwa sababu eti wanaombewa kwamba ili wapate laana. Na ni mzazi wa kiroho kuja kuona amekombea laana. Labda wazazi wa kiroho wapumbavu. Mimi naambia ukweli. Hayupo. Yaani hata kama unamkosea hawezi. Mimi nawaambia. Anaweza akakwambia vibaya, lakini hivyo vibaya kumbe ndio vinakujenga. Au akakwambia baadaye akakuita akasema mwanangu najua nakupenda. Hivi na hivi alafu akakuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini laana inakuja kwa ajili ya kujitengenezea mazingira yako wewe mwenyewe. Unawaza nini? Unafanya nini? Na upoje wewe na mzazi wako wa kiroho? Nani aliyefika katika kitabu cha Hesabu ili tupate kusoma kidogo? Mungu anisaidie sana ili somo tulisogeze hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijajua muda bado tunao. Amen. Katika kitabu cha Hesabu, ningepata mtu hata akawa ananisomea ingependeza sana. Hesabu 12 kwanza mstari wa kwanza. Hesabu 12 kwanza mstari wa kwanza na kuendelea mpaka pale ambapo leo atatuambia kwamba tumejifunza mpaka hapa, lakini mpaka mstari wa 10 nadhani tutakuwa tumeishia hapo kidogo. Sisi tupo tunajifunza. Tupo nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Kuna mtu anaweza kutoka haraka? Hayupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani ananisomea? Amen. Hesabu 12 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Kisha Miriam na Haruni wakanena wakamnena Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemwoa, maana alikuwa amemwoa mwanamke Mkushi. Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Bwana akasikia maneno yao. Basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na Miriam na kuwaambia, tokeni nje nyinyi watatu, mwende hemani mwa kukutania. Basi hawa watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu akasimama pale mlangoni pa hema. Akawaita Haruni na Miriam, nao wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana waziwazi wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi ninyi hamkuogopa kumnena mtumishi wangu huyo Musa? Hasira ya Bwana zikawaka juu yao, naye akaenda zake. Kisha hilo wingu likaondoka kutoka pale juu ya hema. Na tazama, Miriam akawa mwenye ukoma mweupe kama theluji. Haruni akamwangalia Miriam, na tazama, yu mwenye ukoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijajua kama kuna mtu ameelewa au nimeelewa mimi peke yangu. Haleluya. Tunajifunza nini katika kitabu hiki? Katika Miriam, Haruni na Musa. Unajua kuna watu wengi wanataka sana kuwa kama baba yetu wa kiroho. Wapo wengi sana. Lakini
katika kuwepo kwa baba wa kiroho tunatakiwa tuelewe mambo kadhaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatakiwa tufanyeje? Tuelewe mambo kadhaa ndani yetu. Kwenye kuhitaji, Mungu anaweza akatenda hata zaidi, lakini anahitaji uende kwa hatua. Ukifanyaje? Ukimsikiliza yeye. Hawa walihitaji kuwa, yani haraka. Mungu aliwaambiaje? Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliwaambiaje? Yule ni mtumishi wangu, ni mwaminifu. Jambo la kwanza ni nini? Ni mwaminifu. Anaambiwa ni muda wa kuomba, anaenda kuomba. Anapewa taarifa, anaizingatia. Kuna mtu mwingine anapewa taarifa, anaiacha. Kuna mtu mwingine anaamshwa usiku kuomba, anasema ngoja nilale kidogo, nikiamka nitaomba. Anapitiliza mpaka asubuhi. Na Mungu anasemaje? Anasema mimi nanena naye wazi wazi, sio kwa mafumbo wala kwa chochote, ni wazi wazi. Kuna manabii watapata kunielewa. Bwana Yesu asifiwe. Huwa manabii pia wana level. Kuna nabii ambaye Mungu anazungumza naye kwa kusikia. Kuna mwingine Mungu anazungumza naye kwa kuona. Lakini pia kuna mwingine Mungu anazungumza naye kwa kupitia mwili wake yeye mwenyewe. Sijui kama napata kueleweka. Manabii, sijui kama unapata kueleweka. Yaani kwa kupitia mwili wako. Naweza nikawa nimesimama hapa vile anavyojisikia huyo, nikavipata huko. Lakini sijapata kwa kuona wala kwa kusikia. Ni kwa sababu vimekuja ndani ya mwili wangu. Haleluya. Lakini kuna mwingine anaona, sio kwa sababu eti kusikia, anaota ndoto. Yaani aweza kaona bila kuota ndoto, na huyo Mungu amkuze sana, kwa sababu kiwa naota ndoto, je, kiwa anakuja mwanao akilala anakuambia baba naomba unitabiri, na namwambia ngoja nilale kidogo, na lala afu kiamka ili umpe ujumbe. Si ni changamoto? Haleluya. Lakini kuna mtu mwingine ambaye Mungu anazungumza naye kwa kupitia mawazo. Mungu anazungumza naye kwa kupitia nini? Mawazo. Lakini kwenye mawazo usije ukasahau kwamba kuna mawazo, shetani anaweza kuleta mawazo. Wewe mwenyewe una mawazo, lakini Mungu anaweza kuleta mawazo yake ndani yako. Lakini yote hayo tuyaache. Tunakuja kwa Musa. Mungu anamwambiaje? Anawaambia kwamba yule mtumishi wangu unazungumza naye nini waziwazi. Unaona, anaona picha. Mungu anakuja anapiga story. Ni kama mzazi wetu wa kiroho huko. Si anapiga story na Mungu. Kawaida. Apiga story. Hivi ni jambo la ajabu sana. Mtu anayepiga story na Mungu live, alafu wewe hata sauti ya Mungu hujawahi kuisikia, alafu unamzungumza. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie wote. Atusaidie sana. Tunawezekana tukawa tulikuwa tunajua au hatujui. Wanaojua ni inawezekana kawepo, lakini pia na ambao wajue inawezekana walikuwepo. Laana haiji kwa sababu ya kuombewa ili wewe upate laana. Na usije ukahangaika na yule mtumishi unayetoka kwake anakuambia na ulaaniwe. Achana na maneno yake. Kwa sababu hujamtendea ubaya, achana naye. Laana inakuja kwa sababu yako wewe mwenyewe. Namna unavyoishi na yule ambaye Mungu kamweka juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na adhabu yake ni nini? Mungu aliwafanyaje? Walipata ukoma. Walifanyaje? Umeona madhara? Jamani watumishi, umeona madhara? Bwana Yesu asifiwe sana. Madhara yapo na ni makubwa. Madhara yapo na ni makubwa. Jamani, fanyeni sana. Hata ukiwa kwenye maombi yako mwambie Mungu, nifanye nini? Niishi vipi ili nikapate baraka yangu mahali hapa? Achana, Mungu naomba unibariki. Sasa kwenye kubarikiwa na Mungu atahitaji kwanza. Na ndio maana amekuweka katika mikono ya mtu wake aliyemwamini zaidi. Ili kupitia yeye ufanyaje? Ubarikiwe. Cha kuomba wewe ni kwamba Mungu naomba unisaidie. Unioneshe niishi vipi, nifanye nini ili nikapate baraka kwa
kwa yule uliyemweka juu yangu, au kwa yule uliyemweka niongoze. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja niwaambie jambo moja. Mahali hapa mimi ni mtoto na wazazi wangu mahali hapa, lakini nikirudi nyumbani nakuwa baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilivyo hivi nakuwa nani? Baba. Na wanangu wa kiroho ambao wengine wapo mbali. Kuna jambo moja ambalo nishe kushangaa siku moja. Kuna mtu mmoja mwanangu wa kiroho alinitumia 100,000, mwingine akawa ametuma 50,000, mwingine akatuma shilingi 1,000. Mwingine sio 2,000, elfu ngapi? Nikashangaa, naingia kwenye maombi namwombea sana yule 1,000 kuliko watu wengine. Na sijajua kama kuna watumishi ambao wako mahali hapa ishawakuta. Yaani nilimwombea, nilikuwa nahisi na maombi yangu ni kwamba Mungu akamuinue zaidi kuliko wengine, kwa sababu ni moyo. Na Mungu alinikuja kanionyesha jambo moja sana la ajabu. Akaniambia, unaona hiyo hela aliyokutumia? Yeye amelala njaa, amekutumia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nilimwambia siku moja, nikamwambia mwanangu, utakuwa nikutoe out. Nimwambia yeye, nisikia tu hivi. Yaani alituma shilingi, yeye analala njaa na kutumia. Je, kwa nini Mungu akunambia niwaombea hawa wenye pesa ndefu? Nilikuwa na mzigo sana kwa ajili ya kumwombea yeye. Na nilivyo muombe, alikuwa bado hana kazi, mpaka sasa hivi hana kazi, anaendelea na mambo yake. Lakini Mungu alimkumbuka kwenye kile kitu kidogo alichokuwa afanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu kumbe anaweza kawa anatuinua vile tulivyo, usipohitaji wewe kujiinua. Kwani yeye angesema hii ni ndogo, naitumaje? Kwanza huo ni ujasiri. Unajua hivi ni hatari sana. Unatoa kama hata 2,000 unampelekea mzazi kule kwamba baba, nimekuletea sadaka. Na anaweza akakubariki, akiwa unaangalia hivi unasema hivi kwa baba huyu nimepeleka hiki, lakini utajiuliza sana. Utafanyaje? Utajiuliza maswali mengi, lazima. Lakini kuna wengine ambao, na ndio maana hivi baba yetu anakaa mahali hapa, huwa anawabariki sana wale unakuta wanatoa kwa moyo. Anasema huyu ameniita hela ndogo sana, anambariki sana. Anasema Mungu akamkumbuke. Kwani hawapo wanamtumia milioni 10, milioni 5, milioni 20? Hawapo? Na maombi si ni yale yale. Kwa nini usilete akaweka hapo? Nenda. Kwa nini? Ngoja niwaambie, kuna watu wengine hapa hawana pesa, kwa wengine kushika 500 mpaka wajifikirie. Lakini unaweza, ngoja niwape siri. Unaweza kununua hata pipi ya 200, ile 250 ukampelekea mdozi wa kiroho na akaikubali na akakubariki. Naambia ukweli. Sio lazima umpelekee milioni kadhaa. Wewe unaweza ukafanya hivyo. Siri ya kupata tu hata baraka juu yake. Kupata baraka nini? Kujishusha. Kuona sawa sina, lakini ninaweza nikafanya. Na yeye maombi yake sio kwa sababu eti atakuombea eti kwa sababu atakuombea ili kwa sababu, na wengine wanavyofanya zaidi, Mungu anawa kuinua zaidi ili uanze kufanya zaidi. Sasa nataka na ili ufanye, ili utoe. Sasa napenda. Manake lazima atakuombea ili ufanyaje Mungu akuinue zaidi. Haleluya. Ni siri kidogo. Tunarudi pale pale. Na jambo hili ninalozungumza ni Mungu atusaidie sana wote, kwa sababu watu wengi, maeneo mengi, makanisa mengi yamekuwa wakiteka sana laana. Yaani wanakipata sana laana kwenye makanisa yao. Na mzazi wa kiroho anaweza asizungumze hili. Anaweza asije akazungumza hili. Au sema baba yetu anatupenda sana, ndio maana huwa tamgia anatuambia, Bwana Yesu asifiwe, anatuambia kwamba afanyeni hivi, elekea hapa. Sio kwa sababu eti anahitaji sana. Yaani anakuhitaji sana, ni kwa sababu anahitaji Mungu akuinue sana. Yaani kwenye akili yako unatengeneza hicho. Sio kwamba eti wewe ni muhimu sana, kwamba wewe ukiondoka unakuwa una faida gani? Unajua tunatakiwa tujiulize. Mfano eti mimi nikiondoka mahali hapa, hivi kuna kitu kinapungua? Si mambo yanabaki vile vile?
Haleluya. Yaani jiulize, hivi ushakujiuliza hata hivi wewe ukiondoka hivi ikitokea kwamba nimezira nikaondoka, je, watakuwa na hasara? Ndio vile vile hata kwa Mungu kuna watu wengine wanazira kwa Mungu, kwa mimi siombi, unakuta mtu anazila. Kwani wewe ukiacha wokovu Mungu atakuwa na hasara? Si ni kwa sababu ya maisha yako? Kuna watu wengine tuko mahali hapa hata sio kwamba tuna muhimu sana kuoa mahali hapa, lakini ni kwa sababu ya nini? Ya upendo wa Mungu, na ni kwa sababu Mungu anahitaji atuinue zaidi, na ndio maana tuko wapi mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kaka yangu mahali hapa amemng'ang'ania sana baba na anataka sana baraka, amemng'ang'ania kwa muda mrefu. Jiuliza, kwani yeye akienda sehemu nyingine, kuna sehemu nyingine ya atakapoenda akaendesha sehemu nyingine? Na ujiuliza, kwani akitoka baba atakosa mtu mwingine wa kumwendesha? Si wapo watu mahali hapa wenye leseni? Kwani itaonekana kwamba kuna gap limepungua? Na ndio jiulize, upo mahali hapa kwa ajili ya nini? Hatupo mahali hapa kwa sababu eti tuna umuhimu sana kukaa mahali hapa, ni kwa sababu Mungu ametupenda sana, na ndio maana anahitaji atende mambo juu yetu. Eti mzee wangu, kuna wazee mahali hapo wao wanatabasamu tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wazee wapo mahali hapa, lakini jiulize hata wakiondoka, si kuna wazee wengine watakuja? Lakini kuja wazee wengine, jiulize wewe una faida gani? Haleluya. Ni kwa sababu tu Mungu anahitaji akuinue zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu lisiwe refu sana. Nahitaji nizungumze kidogo ili tuishie hapa. Mungu akitupa kibali tutasimama hata siku nyingine kwa ajili ya kufanyaje? Ya kuendeleza somo letu, ili tukapate kujua kwamba tufanye nini, tuendelee kuwa katika msingi gani, ili tusije tukawa tupo mahali hapa tunasali kwa uaminifu, kumbe tunapata laana kuliko kupata baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna watu wengi wametoka kwenye makanisa mengi, unakuta sehemu, yani jiulize kitu kimoja. Kwani je, nilikotoka au wewe ulivyoingia pale na ulivyotoka ni sawa sawa? Natokea uje mahali hapa na ulivyo ni sawa sawa? Na kuna watu wengine wanaitwa na Bwana baba na Mungu anapitia kwa baba, muite mtu fulani anajivuta. Yaani unaonekana kwamba una umuhimu sana. Watumishi hatuna umuhimu sana hapa, ni kwa sababu Mungu ametupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata nisipoendelea na vipengele vingine kwa sababu ya muda wangu, lakini tunatakiwa tuzingatie sana kuwa wanyenyekevu mbele ya baba yetu. Na sio wanyenyekevu tu. Ninavyosema wanyenyekevu, kuna watu wengine wataanza kumsalimia shikamoo, wanapiga hata magoti. Huo sio unyenyekevu, huo ni unafiki bana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa na kitu fulani hivi tokea zamani, nilikuwa na jambo fulani. Nilivyokuwa ninaambiwa jambo, nilikuwa nina kelele sana kwa ajili ya kulifanya sana. Yaani kionywa, nilikuwa na kelele kwa ajili ya kulifanya sana, lakini nipe wiki moja nishasahau. Kwa sababu gani? Unafiki tu ili wanione. Sasa wenyewe kuniona bado inatengeneza nini? Laana hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatakiwa tujitengenezee mazingira ya kufanyaje? Ya kuheshimu sana, ya kuzingatia tunaambiwa nini. Na kwenye kuambiwa kuna mambo mengi Mungu ameyasema juu yetu. Nyenyekea, fanya hivi, elekea hapa, tenda hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilikuwa na uwezo baba kuniita nikampa kisingizio kwamba baba na kanisa, nahitaji kanisa langu lisimame, nahitaji hivi na hivi. Najitolea mfano mimi, sio kama nimefanya vizuri, lakini acha nijisifu hata kwa kaka niko kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Si Mungu anakaona? Hata nisipokaona si Mungu ananiona? Haleluya. Aliniita. Sikuanza kujiuliza na kuja mahali hapa, mimi nisidanganye, imekuwa vita. Mpaka sasa na vita. Haleluya. Nimekuwa nilikotoka. Lakini kwenye kuwa vita najiuliza swali moja. Nimekuja mahali hapa nipo hivi, na nikatoka nipo hivi. Na nikienda Mungu akasuirisha ile vita, akaiondoa. Si nitaendelea na maisha? Bwana Yesu asifiwe sana.
Nilikuja mahali hapa, baba aliniita nikaitikia wito, sikuangalia na huduma, sikuangalia na vitu gani. Nifanya tu acha hili litakalo kwa linafanyaje? Naliwe. Nikasema acha niende. Nimekuja mahali hapa, jambo la kwanza nikapigwa na kitu kizito na mzazi wangu Akila. Nilivyosema hivyo watumishi wamenielewa. Kitu kizito. Kitu kizito na kikao na kiangalia hivi, yani unahisi kuchoka, unawaza kwa pale mimi ilikuwa ina uwezo wa kumwambia baba, mambo yamekuwa magumu, acha nifanyaje niondoke. Kwa sababu inafikia mtu hatua inakwambia kwamba wewe umebadilika, tutakutenga, tutafanyaje, na watu ambao ulikuwa unaona kabisa Mungu amewaweka kwako. Nilikuwa na uwezo kumwambia mzee wangu kwamba acha nifanyaje niondoke kwa sababu ya mambo fulani. Lakini sikumwambia baba nataka kuondoka. Nimwambia baba kuna jambo hili na hili, ninaomba nipe ushauri. Nifanyeje? Akanishauri vile ambavyo Mungu alihitaji niwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa kunishauri nikaitikia siku. Na mtumishi Mungu ambariki sana akaniambia wewe usitazame hiyo message, achana navyo. Potezea. Bwana Yesu asifiwe sana, potezea. Nikaachana navyo. Juzi hapa tumekamatwa, naambia kwamba baba, nilimtaarifu mama tulikuwa tumekamatwa. Ile ya mzazi ile, najiuliza kana nijibu wewe ile pole kwanza haipo, kwanza unapigwa kitu kizito, yani unajua nilikuwa natembea mpaka nilianza kuchoka. Najua tulikuwa nilichoka sana. Nilikuwa nawaza mabomu yanayopigwa kule, alafu nawaza mambo mengi, alafu nilichoka, nikaja nikapigwa na kitu kizito, kwa sababu nikajiuliza kielele gani kilichofanya niseme kwamba tulikuwa tumekamatwa ni nini. Lakini nisema hivyo kwa sababu ya upendo, kwa sababu ni watu ambao